Tukio la kushtua na kuumiza mno. Mwanaume mmoja amenusurika kwenye ajali mbaya ya ndege ya Air India iliyogharimu maisha ya takribani watu 200. Ajali hii ilitokea muda mfupi baada ya ndege ya Boeing 7878 Dreamliner kupaa kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa Sardar Vallabhbhai Patel mjini Ahmedabad katika nchi ya India ikielekea uwanja wa ndege wa Gatwick jijini London nchini Uingereza. Kwa mujibu wa kamishna wa polisi Ahmedabad GS Malik, manusura huyo alikuwa ameketi kwenye kiti namba 11A. Taarifa rasmi kutoka mamlaka za safari za anga nchini India ilibainisha kuwa abiria aliyenusurika ni raia wa Uingereza aitwaye Vishwas Kumar Ramesh. Vyombo vya habari vya ndani ya India vikiwemo AN na NDTV vilifanikiwa kumtembelea bwana Ramesh hospitalini alipokuwa akipokea matibabu. Akiwa katika hali ya mshtuko lakini akiwa na fahamu timamu, alieleza kifupi kilichotokea. Sekunde 30 baada ya kupaa kulisikika mlipuko mkubwa, halafu ghafla tukahisi ndege ikianguka. Yote ilitokea kwa haraka mno, sikuwa na muda wa kufikiria chochote, lilikuwa ni jambo la sekunde tu. Kamishna Malik alithibitisha kwa manusura huyo amelazwa hospitalini na anaendelea na matibabu, huku madaktari wakieleza kuwa hali yake ni ya kuridhisha, japo bado anaendelea kuangaliwa kwa karibu kutokana na majeraha aliyoyapata. Ripoti ya Air India imethibitisha kuwa kulikuwa na jumla ya abiria 230 na wafanyakazi wa ndege ndani ya ndege hiyo waliokuwepo. Miongoni mwao walikuwa raia 169 wa India, 53 kutoka Uingereza, raia 7 wa Ureno na 1 kutoka Canada. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwa karibu na eneo la tukio, ndege hiyo ilianguka ndani ya makazi ya wafanyakazi wa afya na madaktari chini ya dakika 1 baada ya kupaa. Kulingana na taarifa za awali, inaaminika kuwa ndege hiyo ilikumbwa na hitilafu za kifundi, japo uchunguzi rasmi unaongozwa na tume ya uchunguzi wa ndege bado unaendelea. Ajali hii imeacha majonzi makubwa si tu kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, bali pia kwa taifa zima la India na jumuiya ya kimataifa. Serikali ya India imetoa rambirambi zake kwa familia zilizoathirika na kuahidi kushirikiana na mamlaka za kimataifa katika kuchunguza kwa kina chanzo cha ajali hiyo.